Taarifa za runinga ya Coco, nikitumai ubuheri wa afya popote pale ulipo. Mimi ni Hamisi Kombe. Kufuatia mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha kwa zaidi ya siku 4 mfululizo, baadhi ya miundo msingi katika kaunti ya Kilifi imeharibika pakubwa, hususan barabara ambazo nyingi yazo hazipitiki. Hivi leo, kufuatia kero hilo, wakazi wa eneo la Basi mjini Kilifi wameandamana kufunga barabara ya Basi Kibarani, wakilalamikia hali mbovu ya barabara hiyo ambayo wanasema ni kero kwa watumiaji. Wakazi hao wanaitaka serikali ya kaunti kuchukua hatua za haraka kurekebisha barabara hiyo pamoja na kudhibiti mafuriko ya mto Basi ambayo yamekuwa yakitatiza shughuli za kila siku. Kwa uyakinifu wa taarifa hii, huyu hapa mwanahabari wetu Elizabeth Mwende. Wakazi hao wanasema mvua inayoendelea kunyesha imeharibu zaidi barabara hiyo na kuifanya isipitike kwa urahisi, hali inayotatiza usafiri wa abiria, usafirishaji wa bidhaa na shughuli za biashara. Sisi wenyewe tulikuwa tuna uchungu na hii barabara kulingana na venye inakaa tokea juzi au kila mwaka. Maji ni barabara, mvua ikinyesha maji yanajazana. Kwa mujibu wa wakazi hao, changamoto hiyo pia imechangiwa na ukaribu wa eneo hilo na mto Basi ambao mara kwa mara hufurika na kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko yanayohatarisha maisha na mali za wananchi. Huu mto mnauona ni mkubwa, maana umetoka kutoka Kibarani huko mpaka Mto Ndia mpaka unaenda na una maji mengi, unabeba maji mengi kupeleka baharini. Wameelezea kuwa wanafunzi pia wamekuwa wakikumbwa na ugumu wa kufika shuleni kutokana na mafuriko hayo, jambo ambalo huathiri masomo. Kuna watoto wetu hapa, jambo la kwanza hawaendi shule mpaka wafanye kubebwa ndo waende shule. Culverts hizo zilitengenezwa lakini haziko shored kwa sababu culvert zetu zilitengenezwa maji ni mengi. Wakazi hao pia wameitaka serikali ya kaunti kuingilia kati mara moja na kutekeleza marekebisho ya kudumu ya barabara hiyo pamoja na kuweka mikakati ya kudhibiti mafuriko. Tulikuwa tunaomba angalau ofisi itoke mtu aje huku tuone kama na sisi twaezalia kilio chetu kikasikilika kule. Kutokana na maandamano hayo, afisa mkuu wa idara ya miundombinu katika kaunti ya Kilifi Agneta Karembo alifika katika eneo hilo na kufanya mazungumzo na wakazi. So saa 8 nitakuwa hapa ili kusolve hii issue as soon as possible as tomorrow, kwa sababu the grader has to come out from somewhere else. Kwa hivyo itachukua leo asubuhi itakuwa hapa tuanze kazi, lakini before then the engineers have to be here wa direct how this road is going to be maintained by tomorrow. Yeah. Baada ya mazungumzo hayo, wakazi walikubali kufungua barabara hiyo kwa muda, wakisubiri serikali ya kaunti kufanya tathmini ya hali halisi na kuanza hatua za kutatua changamoto hiyo. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Elizabeth Mwende.